Habari za kutwa mtazamaji wa SKF TV na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari ikiwa leo ni Aprili 29, 2025. Matangazo yetu yanarushwa live kupitia studio zetu zilizopo hapa Njiro, Arusha, Tanzania. Uko na Mipendo Godson na kusogezea taarifa hizi za habari za kitaifa, lakini baadaye tutaungana na mwenzangu Pantaleo Logisha kitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa kunani. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa ametoa wito kwa waandishi wa habari nchini kuikumbatia teknolojia ya akili mnemba kama nyenzo ya kuboresha utendaji kazi, huku akisisitiza umuhimu wa matumizi yenye kuzingatia maadili, weledi na uhuru wa vyombo vya habari. Akizungumza Jumanne Aprili 29, 2025 katika kilele cha maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani iliyofanyika kitaifa katika hoteli ya Green Milia jijini Arusha, Waziri Mkuu amesema maendeleo ya teknolojia yanabadilisha namna habari zinavyozalishwa, kusambazwa na kupokelewa. Hivyo ni lazima wanahabari wajifunze kutumia AI kwa manufaa yao na ya jamii. Watanzania wamehimizwa kutumia bidhaa za tamaduni zinazozalishwa ndani ya nchi ili kusaidia katika kuzitangaza kimataifa na hivyo kuwezesha kukuza utamaduni wa taifa sambamba na kuinua kiuchumi wazalishaji wa bidhaa hizo. Wakizungumza katika nyakati tofauti kwenye maonyesho ya kitaifa ya kazi za sanaa na tamaduni yanayoendelea katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam, wadau hao wamesema serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wajasiriamali wa bidhaa za utamaduni, hivyo ni vyema wajasiriamali hao wakatumia fursa mbalimbali za maonyesho katika kutangaza biashara zao. Kwa ujumla, maonyesho haya yanaleta tija kwa sababu utaona namna ambavyo wananchi wamekuwa wakizunguka humu au wanazunguka lakini wanakuwa wanafanya biashara. Kwa hivyo ni hakika kwamba waliopo hapa wanafanya biashara, wanauza, kwa wanakuza uchumi wao mtu binafsi, lakini pia katika kuuza kwao wamejisajili katika mamlaka mbalimbali ambapo wamejisajili, wanalipa kodi na vitu kama hivyo, kwa bado taifa nalo linapata kukuza uchumi wake kupitia kazi ambazo zinapatikana kwenye masuala ya sanaa na utamaduni. Hasa kupitia katika maonesho haya pia najua watakuwa wamekuza kipato kwa asilimia kubwa, ambapo sasa hata taifa tunatarajia tutanufaika kutoka katika maonesho haya kwa ujumla. Mamlaka ya Elimu Tanzania inasimamia mifuko miwili. Mfuko wa kuendeleza ujuzi, lakini mfuko wa elimu wa taifa. Ndani ya mfuko wa kuendeleza ujuzi kuna mafunzo ya kuendeleza ujuzi ambapo unakutana na Watanzania ambao wametengeneza kazi kwa mikono yao. Wengine wameongezea thamani kwenye vitu ambavyo vinazalishwa hapa Tanzania. Ukifika kwenye bara la Mamlaka ya Elimu Tanzania utakutana na wine ya uyoga. Kidogo watu wanashangaa inakuaje? Uyoga sio tunda lakini linatengeneza wine. Ndio sanaa yenyewe hiyo. Kwa hiyo tumefurahi tumefika hapa, tumetoa elimu kama taasisi ya serikali, lakini pia tumejionea kazi za watu mbalimbali. Tumefarijika, tumekutana na watu kutoka Burundi, kutoka Kenya, kutoka Uganda. Tumekutana na watu mbalimbali. Kwa hiyo tumejifunza mengi ya kisanii, lakini pia na sisi tumeendelea kuelimisha watu kwenye kazi mbalimbali ambazo zinatekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hizi bidhaa za Kiafrika ni bidhaa nzuri sana. Juu huku kwetu Afrika tunaanza kuzipenda. Juu tunaona wazungu wako watu wa Ulaya wanapenda hizi bidhaa za Afrika, lakini sisi wa Afrika, Warundi, wa Tanzania, wa Rwanda, hii Afrika hatupendi bidhaa zetu. Ndio maana tuliamua kuanza kutengeneza bidhaa za Kiafrika juu tupende vitu vyetu. Unajua wazungu wanatuletea bidhaa za huko kwao, tukaona eti ndio bidhaa nzuri, vyombo vya kufanya kazi nyumbani, tukaona ndio vizuri sana kuzidi vya huko kwetu. Lakini unajua kule za kutoka Ulaya zinakuja nyingi ni plastic, lakini hizi zetu ni bidhaa tunatengeneza kwa hizi materials za hapa kwetu, kwa ya majani ya huko kwetu. Hizi bidhaa zinakuwa nzuri sana hata kwa mwili wa mtu yoyote, tena na Afrika yote. Tunavyosema utamaduni wa kusoma, hii ni zana pana kidogo, inachangiwa na mambo mengi. Na hatuwezi kusema kwamba watu hawasomi au wasomi, kwa sababu kwenye mitandao inakuwa ni njia rahisi sana kufanya tathmini. Watu wanasoma vitu vifupi na nini, lakini sisi kwenye haya maonyesho, cha kwanza tunachosisitiza
ni watu kuanza kusoma, kwa sababu hiyo rate inavyoonekana kila mwaka inashuka na imeshushwa na mitandao. Kwa hiyo tunajaribu kwenye maonyesho kuja kusogea na wadau mbalimbali, wadau wa teknolojia, kwa sababu ndio muhimu sasa hivi dunia imekuwa teknolojia. Tunajaribu kuja kwa wadau ambao labda wanaweza kutuwezesha sisi tukasonga mbele zaidi kuwafikia, kwa maana kwamba maarifa yakachakatwa kwa njia ambayo ni rahisi na nzuri na ikaeleweka. Lakini jambo lingine ambalo ni muhimu sana, tunakuja hapa bado tukiwa kwamba tunahitaji mabadiliko ya sera ambayo ya sera ya vitabu ambayo yatasisitiza sasa, sio kwamba watu hawasomi, wapo watu wanaosoma, lakini ule msitizo wa dhati kabisa kutoka serikali, kutoka kwa wadau, kutoka kwa kila mtu haujawekwa kwamba watu waweze kusoma. Wakurugenzi na wapelelezi wa makosa ya jinai pamoja na wataalamu mbalimbali wa masuala ya kiusalama kutoka nchi za SADC wamekutana jijini Dar es Salaam kwa lengo la kujadili changamoto mbalimbali za uhalifu na namna ya kuzitatua. Akifungua mkutano huo wa wakurugenzi wa makosa ya jinai, mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema kuwa miongoni mwa mambo yanayojadiliwa ni pamoja na hatua za kuchukua ili kukabiliana na wahalifu wanaovuka mipaka, usafirishaji wa dawa za kulevya, ugaidi na usafirishaji haramu wa binadamu. Hawa wakuu wa upelelezi wanakutana kujadili changamoto mbalimbali za uhalifu. Uhalifu mkubwa, uhalifu wa kupanga na uhalifu unaovuka mipaka. Makosa makubwa kama ugaidi, usafirishaji haramu wa binadamu na makosa mengine yote makubwa yale ya kupanga na yanayovuka mipaka. Sasa wakuu wa upelelezi hawa wanakwenda kujadili aina ya makosa haya, ukuaji wa makosa haya na namna nzuri za kuweza kuyadhibiti, lakini ushirikiano sahihi wa nchi hizi za kusini mwa Afrika unavyoweza kushughulika na makosa haya na kuweza kuyadhibiti. Na mkutano huu ni maandalizi ya mkutano wa wakuu wa polisi wa nchi za kusini mwa Afrika. Kwa hiyo hawa wakuu wa upelelezi wanachakata agenda zile ambazo zimeandaliwa, lakini wanakuwa wanapitia kwenye mijadala mbalimbali ili waweze kupeleka sasa kwa ajili ya maamuzi kwa wakuu wa majeshi ya polisi ya kusini mwa Afrika. Ndio madhumuni makubwa ya mkutano. Mimi kama mwenyekiti ninafahamu kwamba kuna mafanikio makubwa sana ambayo yametokana na mashirikiano yetu ambayo tunaendelea nayo, na mojawapo ni mapambano dhidi ya uhalifu huu. Kumekuwa na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya nchi hizi dhidi ya wahalifu, lakini dhidi ya uhalifu. Kwa hiyo tunaweza tukaona jinsi uhalifu unavyoshuka katika nchi mbalimbali. Hata mafanikio yetu hapa nchini yapo mengine yanatokana na ushirikiano na nchi zingine ambazo ziko kusini mwa Afrika. Kwa hiyo ni miongoni mwa mafanikio ambayo tunayapata. Kwa kiwango kikubwa uhalifu unazidi kudhibitiwa, lakini kwa kiwango kikubwa tunazidi kuhakikisha kwamba wahalifu wanadhibitiwa kwa kiwango cha hali ya juu. Miongoni mwa mambo ambayo yapo na yanajadiliwa na yataendelea kujadiliwa na huwa yanafanyika ni kuwa na operation za pamoja, lakini kuwa na mafunzo ya pamoja. Zaidi ya hapo, mara kadhaa tumekuwa tunapofanya hizo operation tumeona matunda yake ni makubwa sana, lakini kupitia mafunzo haya tumekuwa tuna maafisa wa polisi, askari wa polisi ambao wana grade moja au hata kama ni tofauti, lakini ni grade kubwa sana katika utendaji, na hivyo inaturahisisha tunapokuwa tunafanya operation zetu. Lakini kikubwa kingine ambacho kinahusisha na mkutano huu ni ile sharing ya intelligence, lakini pia na information mbalimbali, kupashana taarifa mbalimbali za uhalifu na za uhalifu, lakini pia taarifa mbalimbali za kiintelijensia. Nayo ni mambo ambayo yanajadiliwa, na kwa kukutana mara kwa mara kama hivi, kukaa pamoja, kuongea pamoja, kujadili mambo pamoja, inatufanya tunakuwa karibu sana. Baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Udewa mkoani Njombe limewafukuza kazi watumishi wawili wa idara za halmashauri hiyo kwa tuhuma za makosa ya utoro na nidhamu kazini, huku wakiishauri serikali kuangalia upya utaratibu wa kuwahamisha watumishi wa umma kupitia mfumo wa mtandao. Kupitia baraza hili
tunaomba tutamke rasmi kwamba baraza hili limewafukuza kazi watumishi wawili, mtumishi Frederick Stanza Osmania na mtumishi Majula Justin Chiguru. Safari yao ya utumishi, lakini pia kupitia baraza hili tunaendelea kutoa rai kwa watumishi wengine wote wenye tabia ya kuwa na utoro wa rejareja na utoro wa jumla. Utaratibu ule utumika hapa ndio tutakuwa tunaendelea nao huo. Hizi halmashauri za huku pembezoni kidogo watumishi wanakuwa hama kwa kasi sana. Kwa hiyo pale bungeni tayari nilishalisemea na serikali iliweza kulichukua kwa ajili ya kulifanyia kazi. Wazazi, walezi pamoja na walimu wametakiwa kushirikiana kwa karibu katika malezi na maandalizi ya kuwajenga wanafunzi ili wawe na moyo wa uzalendo, utiifu na uwezo wa kujitegemea baada ya kumaliza masomo yao. Mafunzo ya dunia ni mengi, mojawapo ni vitendo vya ulevi, uvutaji bangi, uzurulaji, uzembe, wizi, uasherati na kadhalika. Hayo ni baadhi ya malezi ya dunia, tujiepushe nayo. Nchi zote duniani nguvu kazi ya nchi ni vijana, na ninyi ni sehemu ya vijana hao, na vijana ndio taifa la leo na taifa la kesho. Kama hivyo ndivyo tunao wajibu wa kudumisha uzalendo, utii, uaminifu na uhodari wa kazi. Haya yawe msingi wa kijana wa Kitanzania mahala popote mtakapokuwa. Wanafunzi tunapowapokea kwa mara ya kwanza wanafanya mafunzo ya ukakamavu, yaani mafunzo ya kwata. Tumeshuhudia leo hii wanafunzi wa kidato cha kwanza wanahitimisha mafunzo yao ya ukakamavu mbele ya mgeni rasmi Kano Charles Christopher Mzena. Hivyo hivyo na kwa wanafunzi wa kidato cha 5 tunapowapokea mwezi Julai huwa wanafanya mafunzo ya ukakamavu yakianzia mwezi Julai mpaka mwezi Novemba wanapohitimisha mafunzo yao. Mafunzo haya huwajengea moyo wa bidii, moyo wa kujituma, nidhamu ya kitaaluma na nidhamu ya kimaisha kwa ujumla, na hivyo kuwafanya wanafunzi hawa kufanya vizuri kila mwaka. Shule ya Ruiko Sekondari kwa upande wangu mimi imenijengea utaratibu ambao ni kama hali ya mazoea ya kuwa na ujasiri, kujiamini na kuweza kujua mambo mengi zaidi ambayo tumefundishwa, ikiwemo mazoezi ya kwata, lakini pia hata katika elimu, lakini pia shule yetu inatufundisha jinsi hata ya kuishi na jamii na katika jamii. Sitakaa nyumbani nikae tu ni rest kwa sababu maybe nasubiri matokeo, nasubiri niende chuo. Natumia juzi zangu mbalimbali maybe kufanya kazi yoyote ambayo nitaipata ili nisiwe idle mind. Mahakama Kuu ya Tanzania Division ya Ardhi Dar es Salaam leo Jumanne Aprili 29 ilitarajiwa kuanza kusikiliza kesi ya ardhi ya 1675 iliyofunguliwa na waliokuwa wapangaji wafanyabiashara wa jengo la ghorofa lililoporomoka Kariakoo Novemba 16, 2025. Kama ambavyo itakumbukwa, leo tarehe 29 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 tulikuwa tumekuja hapa Mahakama Kuu ya Tanzania Division ya Ardhi Dar es Salaam kwa ajili ya kuwawakilisha wateja wangu hawa mnaowaona wako 50 wakiongozwa na Kanali Naftali Swai. Hawa walikuwa ni wafanyabiashara pale Kariakoo katika jengo ambalo liliporomoka mwaka 2024 mwishoni. Kwa hiyo tulikuwa tumekuja hapa kwa ajili ya land case, kesi ya ardhi namba 6075 ya mwaka 2025 ambayo iko mbele ya Mheshimiwa Jaji Mohamed Gwae, na sababu ya kuja ilikuwa ni kuweza kudai fidia. Hawa wafanyabiashara walikuwa wamewekeza mitaji yao pale, lakini kuna baadhi yao walipoteza ndugu kwa maana ya jengo lilipoanguka watu walipoteza maisha. Sasa hiyo yote inahitaji fidia. Kwa hiyo sehemu sahihi ya kuja kudai fidia hiyo ni hapa Mahakama Kuu ya Tanzania Division ya Ardhi Dar es Salaam. Sasa kilichojiri leo ni kwamba bahati mbaya Mheshimiwa Jaji Mohamed Gwae amepata dharura, ameshindwa kuwepo mahakamani, na badala yake kesi imeahirishwa mbele ya Mheshimiwa Naibu Msajili Rose Kangwa, na itakuja tena kwa ajili ya amri muhimu siku ya tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2025.
Ikumbukwe tu kwamba wateja wangu wanaamini kabisa kwamba jengo lile limeporomoka kwa sababu ya uzembe wa wamiliki ambao walikuwa wanafanya shughuli zingine kinyume na utaratibu, ikapelekea kilichotokea. Lakini uzembe ule hauwezi kuachwa hivi hivi. Katika macho ya sheria, kila uzembe unapotokea lazima fidia iwepo. Sasa sehemu sahihi ya kuweza kuipata fidia ni hapa mahakamani. Kwa hiyo tusubiri tarehe 29 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 ambapo mahakama itakuja kutoa amri mbalimbali muhimu kwa ajili ya muendelezo wa shauri hili ambalo liko hapa mahakamani. Wateja wangu wadai kulipwa fidia, na fidia ambayo wanaidai hapa ni shilingi bilioni 40, kwa sababu utakumbuka Kariakoo ni eneo la kibiashara. Watu wamewekeza mitaji yao. Kuna watu wamewekeza milioni 500, watu wengine wamewekeza milioni 10, wengine wamewekeza bilioni 1. Kila mtu na biashara aliyokuwa anaifanya kama mnavyowaona hapa. Sasa ile ni hasara ambayo hakuna mtu mwingine ambaye anatakiwa kuweza kuifidia isipokuwa waliosababisha ajali ile. Na ile mimi nasema ni ajali ya makusudi. Na kesi hii nafikiri itakuwa ni fundisho kwa watu wengine ambao wana tabia za kufanya vitu kinyume na utaratibu. Pengine sababu inafahamika kwamba kuna kesi inaendelea ya jinai kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Hebu tueleze kwenye taswira ya kisheria ikoje hiyo, kwa sababu nyinyi mmefungua kesi hapa lakini kuna kesi ya jinai inayoendelea ambayo inahusu hao ambao nyinyi mnawadai. Ni utaratibu wa kawaida kabisa kwamba kesi ya jinai na kesi ya madai ni kesi mbili tofauti na zinaweza zikaendeshwa zote kwa wakati mmoja, kwa sababu zinaendeshwa katika mahakama tofauti na haki inayotafutwa pale ni haki tofauti. Kule Kisutu inayotafutwa pale ni haki jinai. Wale wanashtakiwa kwa mauaji ya bila kukusudia, kama ambavyo nimesema awali kwamba kuna watu wamepoteza maisha kwenye jengo lile. Kwa hiyo ni lazima wawajibike kama wamefanya makusudi. Lakini hapa kinachodaiwa ni fidia. Sasa nafuu ambayo inapatikana Kisutu ni kwamba kama watakutwa na hatia watafungwa. Kufungwa kwao hakuwezi kusaidia kurudisha hasara ambayo hawa wateja wangu wameipata. Lakini hapa sasa kama watakutwa na hatia, maana yake ni kwamba watawajibika kulipa fidia ambayo tumeiomba, ambayo ni shilingi bilioni 40 za Kitanzania. Na hii bilioni maana yake mmekalkulate kwa ujumla wao? Tumekalkulate, tumepiga hesabu kwa mitaji yote ambayo ilikuwa imewekezwa kwenye biashara zilizokuwa zikifanyika kwenye lile jengo. Ni bilioni 40. Kwa hiyo kimsingi kama mahakama itaona kwamba tunayo haki, hiyo ndio fidia ambayo wateja wangu watapewa. Naitwa Matilda Zela. Natokea Tabata. Nimekuja kwenye mahakama hii ya ardhi, mahakama kuu, kwa ajili ya shauri letu ambalo tumelifungua mahali hapa kwa kudai haki zetu. Sisi ni wahanga tulioporomokewa na jengo la Kariakoo. Ndani ya hilo jengo tumepoteza mali zetu, tumepoteza mitaji yetu, tumebaki kama ombaomba, hatuna chochote, hatuna mbele wala nyuma, tuna watoto wanashindwa kwenda shule, hata kula tunashindwa. Na mtazamaji, huo ni mkusanyiko wa taarifa ya habari ya kitaifa, lakini pia tuungane na Pantaleo Lugwisha akitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa. China imeeleza kuwa iko tayari kuimarisha uhusiano wake na Canada baada ya Mark Carney kushinda uchaguzi na kurejea madarakani kama waziri mkuu. Hii ni baada ya mvutano wa miaka ya hivi karibuni uliochochewa na kukamatwa kwa afisa wa Huawei nchini Canada na hatua ya China kuwakamata raia wa Canada kwa tuhuma za ujasusi. China imesema ingependa kushirikiana na Canada kwa misingi ya usawa, kuheshimiana na faida ya pande zote. Ufaransa imetangaza kuwa iko tayari kuirejeshea Irani vikwazo vya Umoja wa Mataifa endapo mazungumzo ya kurekebisha mkataba wa nyuklia wa 2015 hayatakamilika kwa mafanikio. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa amesema makubaliano hayo yanakaribia mwisho na kwamba usalama wa Ulaya hauwezi kuhatarishwa. Irani imeomba kikao na mataifa ya Ulaya yanayoshiriki mkataba huo, lakini bado haijajibiwa. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanafanya uchunguzi kuhusu silaha za Bulgaria zilizokamatwa katika msafara wa wanamgambo wa RSF nchini Sudani, ambazo inaaminika zilipitia Umoja wa Falme za Kiarabu. Ripoti inaeleza kuwa silaha hizo zilisafirishwa kwa UAE mwaka 2019 lakini zikaonekana Darfur. Bulgaria imesema haikutoa ruhusa ya kuuziwa au kusafirishwa kwa upande wa tatu. UAE imekanusha kuhusika katika kuunga mkono RSF. Msichana wa miaka 12 amefariki dunia kufuatia mashambulizi ya drone yaliyofanywa na Urusi katika eneo la Dnipropetrovsk nchini Ukraine. Watu wengine kadhaa akiwemo msichana wa miaka 6 walijeruhiwa. Jumla ya drone 100 zilivurumishwa na Urusi, huku 37 zikidunguliwa na nyingine kupoteza mwelekeo kutokana na ulinzi wa kielektroniki. Wakati huo huo, Ukraine imefanya shambulizi nchini Urusi lililosababisha vifo vya watu wawili.
Shukrani sana Pantaleo katika habari hizo za kimataifa, na mimi nikwambie sina la ziada katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo. Mtazamaji, nikushukuru sana kutenga muda wako wa thamani kutazama SQF TV kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini pia endelea kutembelea katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika SQF TV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Kambi yetu matibabu inatoka katika hospitali ya Malolo Tabora pale kuanzia tarehe 12 Mei mpaka tarehe 16 Mei. Ni upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa. Kwa yoyote yule atakayesikia taarifa hii amjuze na mwingine. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kwa matangazo haya, ulikuwa na Pendo Gotton, nikutakie wakati mwema. Kwa mara nyingine tena, The Theme Qualities Foundation wa ushirikiano na hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753 108 944 au 0738 229 449 na 0717531312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.